Mwambie mama yako. Mama yako? Sio mama yako, mama yangu mimi. Akuchukue wewe kichepe. Mama yenu. Hapa sio kwenu. Wala nyamwezi kufa na mama kama huyu. Hivi mkimwangalia mama yangu mimi anaendana na nyie. Kwa hiyo siku hizi mimi nimeshakuwa mtani wako, si ndio? Kuna taarifa gani ambayo uliniletea? Baada ya kumwona Mashimba amekuletea taarifa kama hiyo. Ulinipigia hata simu kaniambia? Dadangu nitoe huko kabisa. Mimi sibadilishi mawazo. Njia yangu ni ile ile naifuata. Twende polisi. Dada, kuhusu swala la polisi, hebu liweke kwanza pembeni kabisa. Hivi kwa nini ukigusiwa polisi unakuwa unang'aka wewe? Lakini dada, hebu maswala hayo yako kwanza, tuwatafute kwanza, tujue kwanza, maana huwezi kwenda kwa polisi kabla hujajua taarifa vizuri kwa ajili ya mtoto. Sasa nisikilize. Utake, usitake, mi polisi nitaenda kwa sababu hapa nilipo mwanangu sijui alipo. Sasa nikwambie kitu, kaa na ujinga wako. Polisi lazima niende hapo na kama nikupiga na hii pochi. Jinga wewe. Dada, naongea na wewe. Nishakwambia kabisa, nikiwa naangalia vitu vyangu vya muhimu, sitaki unisemeshe. Alokutuma uingie chumbani kwangu ukavurugue. Uache vurugu. Ni nani? Na ni kipi ulikuwa unatafuta? Maana tangia nimeoa huyu mwanamke imekuwa ni fujo. Alafu balani wewe peke yako. Ni nini hasa nifanye dada yangu? Sasa unataka kunipanda kichwani. Kwa nini unatakaje? Sio kwamba natakaje. Na ndio maana nimekuja hapa na kueleza ukweli. Hizo zote ni chuki tu. Hivi wewe ni nani wa kunipangia mimi sehemu gani niingie na sehemu gani siingie? Na hapa ni kwetu. Okay. Sawa, ndani kwenu. Na mimi pia ni ndani kwetu. Kwa hiyo kilichokutuma uingie mpaka chumbani, hivi unajua sikuelewi. Chumbani cha wanaume. Kwa hiyo ukijiangalia wewe na mimi tuna tofauti gani? Kama uko leo ni mwanaume, mbona uko hapa? Chuki zimetoka wapi dadangu? Ni mwanaume ovyo kweli yani wewe. Hapa ni nyumbani kwenu? Hasa nisikilize baba. Tana hapo nisikilize kwa makini. Na ikuingia kilini. Ni hivi. Huyu ambaye unamwona wewe ni mama yako. Muulize swali hili moja. Mama yangu alionizaa mimi ni nani? Sasa umesema? Nasema hivi. Huyu ambaye unamwona ni mama yako hapa ndani. Akija muulize hivi.
Eti wewe mama, wewe ni mama yangu au na mama mwingine? Kwa mama yangu mimi. Oh wow. Yaani niende kwa mama yangu. Na hapa ni kwa nani? Kuna ukijiangalia unaenda na hii nyumba au unaenda na hii hazi yani maeneo haya na yani hii familia. Hebu kwanza jiangalie juu mpaka chini. Sister, unajua hicho unachokiongea chote sikuelewi. Yaani hakishiki akilini. Namaanisha hivi. Mwambie mama yako. Mama yako, sio mama yako, mama yangu mimi. Akuchukue wewe kichepe awapeleke kwa mama yenu. Hapa sio kwenu. Wala nyamwezi kuwa na mama kama huyu. Hivi mkimwangalia mama yangu mimi anaendana na nyie. Jamani, hizi kelele ni za nini hapa ndani? Mama, kulikoni? Unajua dada simuelewi. Nimeingia hapa naongea naye mambo ya msingi, anaanza kuniambia kwamba ondoko na manema, unang'ang'ania maisha ya kitajiri. Kwamba niende kwa mamangu. Kwa mamangu wapi? Mama yako ni mimi, unayeniona hapa. Hivi mama kwani unamdanganya huyu? Sio mpeleke kwa mama yake. Kwani ni mama yake? Mama inazungumzo ya kweli. Mama niende kwa mamangu yupi? Mamangu si ni wewe. Wewe unasikiliza akili za usingi. Kasema na lisemwalo lipo mama. Na mmeanzia wapi mkachokozana mpaka mkafikia kuambiana hivi? Hayo yote haina umuhimu. Ila mimi nachotaka kujua. Mama yako ni mimi hapa mbele yako na mimi ndio mama Mashine. Haya. Kelele ni za nini? Na yameletwa na nini yote haya? Ni bora mkawaambie ukweli. Wewe kimya. Naomi. Hizo kelele zako na hayo maneno yako umeyatoa wapi? Kuna kitu sikielewi. Nimeshakupa kila kitu, nimeshakuweka wazi, kwa hiyo tumia akili. Kipi unachokijua wewe mtu? Mama nielezee ukweli. Mimi ni mwanao wa kunizaa? Ni uropokaji tu wa dada yako, sio mtoto. Uropokaji mama, ameongea. Naomi, mbona una mdomo sana wewe mtoto? Ukweli upi unaujua wewe? Mama kwamba mimi sina akili. Akili unazo. Mama unaona kuna kitu unataka. Sitaki. Na mimi sitaki kujua. Kumbe kelele zote hapa mwanamke wangu kumfokea kutokumpenda. Sababu mimi sio mtoto wa familia. Nani amekwambia? Sister kaongea. Chuki zote mimi kuleta yule mwanamke ni tatizo. Kisa kwamba mimi sio mtoto wa hii familia, si ndio? Ni maneno yake tu ya kuropoka huyu Naomi bwana, usimsikilize. Sio kuropoka. Mama nakuheshimu. Na bado. Bado nini? Nini unachokijua wewe? Kipi ambacho bado? Mama, niko huko nasikia kelele. Nani amekutuma kuongea wewe hayo maneno? Mbona una mdomo sana Naomi mwanangu? Nani amekutuma uongee vitu kama hivyo? Lakini mama, kani nilichokiongea ni uongo, si ukweli? Sio kuongea ukweli. Tena naomba yani leo iwe mwanzo na mwisho. Nisije nikasikia hayo maneno tena hapa nyumbani. Sijui umenielewa? Lakini mtoto kuniwa watoto ni watoto wako. Sisi watoto wako wa jamani. So wapeleke kwa mama yao. Wewe unaomba ngangania ni ngangania wa nini? Funga mdomo wako. Jamani. Hivi watoto kama wafanye nini wazazi wangu lakini? Natoka kule naelekea hivi na kuona unakuja. Mpaka aibu kidogo mwanaume kwamba jamaa wangu naenda kukutana naye sasa leo. Kwanza bwana Mkalamba niwie radhi kwa haya yote ambayo yametokea hapa nyuma. Mimi nafikiri ni changamoto tu za maisha na ni sehemu ya maisha yenyewe.
lakini nitakuwa ni mtu wa ajabu sana, ambapo nitakuwa so mwepesi wa kukuomba samahani au kwamba nikwambie uniwie radhi. Unaona? Kwa sababu ni sehemu ya maisha. Nakumbuka nilikuwa nakuja nyumbani, ofisini, labda natumia lugha chafu ambazo so za haiba kati yetu mimi na wewe. Lakini bana, niwie radhi, ni sehemu ya maisha. Mimi nilivyokuwa nakuja kwako na kufuatilia, kumbuke na mimi huko nilikotoka nimeacha mziki. Unaona? Nakuta kakaangu pale kazini, ukifika tu anaanza anadaiwa mtu na huyo amekuja, kwa akili yangu inaruka tu moja kwa moja kwamba kuna mtu namdai huko. Unaona? Ndio maana nilikuwa nakuja na lugha ambazo huenda hujapendeza nazo. Nisamehe sana kaka. Kwanza kabisa mimi sijawahi kuwa na dukuduku na hata siku moja. Kwa sababu ni changamoto tu za kazi ndio zilifanya mimi kikatokea kitu kama hili, lakini mimi na wewe hatujawahi kukorofishana na wala sina kinyongo na wewe hata kidogo. Mimi nisinge kucheleweshea pesa yako, ungeongea vibaya kwangu saa ngapi? Nisinge kucheleweshea pesa yako, ungenichukulia mbaya saa ngapi? Ila mtu mbaya hapo ni mimi, sio wewe. Kwa hiyo usijikute kama una hatia kwangu. Wewe huna hatia yoyote na wala mimi sina dukuduku lolote na wewe. Kwa sababu tumesaidiana vitu vingapi? Tumesaidiana vitu vingi sana. Tumeshauriana vitu vingi sana. Tumefanya kazi nyingi sana. Niwe radhi sana. Na nashukuru Mungu tumelimaliza kiume. Wewe upasi kuniomba msamaha mimi, kwa sababu hayo yote nimesababisha mimi. Vipi lakini kuhusu shemeji? Umeshasikia dodosa zozote alipo au labda amesharudi kabisa nyumbani? Shemeji yako kwa kweli hajarudi na sijawahi kupata tetesi yoyote. Those fire. Oh, I have to get over this. Dada. Marahaba, ujambo? Si jambo. Nimekuja hapa kwa sababu mkosa kibandani kwako. Nilikuwa na shida, naomba unikopeshe mboga za 500. Kangu akija nitakuletea hela. Nyie tena? Hivi nyie mnajua deni la nyuma hamjalilipa. Bado mnataka tena munikope tena. Hivi nyie mnafikiri nani sokoni mimi naendaga kupewa bure? Hey. Lakini sikujua kama kaka hajakuletea hela. Akirudi nitakuletea mimi. Huyu Sharukani wa mapenzi anajuaga kulipa deni? Ataacha kuhonga wanawake zake huko alipe deni langu? Hey. Sawa, wewe tangulia kibandani na kuja. Sawa. Asante. Lakini mdogo wangu, hivi uliniambia unasomea nini vile? Nasomea upishi. Upishi. Sasa mdogo wangu, cha kukushauri, wewe ndo nakuona afadhali katika ile familia kuliko yule boya. Sawa? Soma kwa bidii, upate kazi yako ili ukomboe ile familia yenu. Sawa? Sawa dada. Haya nakuja. Haya, asante. Haya. Na wanawake hao. Wakati mwingine na mimi natakiwa kujifunza kitu hapo. Inanibidi nifanye mabadiliko kwa sababu yule ni mtu mzima, ameamua kufanya maamuzi kama ya kiutu uzima. Ni kweli. Na mimi ni mtu mzima, ninatakiwa kufanya maamuzi yangu mwenyewe kama mtu mzima. Siwezi kukaa hivi, nitakaa mpaka lini? Kuna wakati natakiwa kuwa na mwanamke sasa. Mwanamkalamba? Ndio mashine. Mimi kuna mtu ambaye nilikuwa namuwahi pale, naenda kuchukua oda. Tutawasiliana. Basi haina shida. Kwa kuwa zimeshakuwa hivi bana, mawasiliano tunayo. Lakini Mashimba, kuna kitu nilitaka kusahau alafu ni cha muhimu sana. Naambie kaka. Vipi kuhusu wewe na mke wako, umefikia wapi? Kwa kweli bwana Mkalamba,
Mimi bado nafanya utaratibu wa kutaka kujua alipo. Na siku chache ambazo zimepita nilikutana na yule mdogo wake, tuseme rafiki yake, yule mtoto wa mama mkwe mdogo. Huyo nani, Sophie. Unaona? Nilijaribu kumpeleleza, akanambia anajua alipo. Naona. Lakini sasa kama kuna masharti fulani hivi amenipa ambayo sijui. Anapajua alipo, alafu eti amekupa masharti. Ina maana wamemteka au? Mimi nafikiri hawa ni watoto wa kike na wale ni marafiki. Kama anajua alipo, basi atakuwa salama. Maana ingekuwa ni shida zaidi, tungekuwa tushapata taarifa. Huyo binti huyo nani msema Sophia anaitwa ni masharti gani aliyokupa hayo? Bwana Mkalamba, kwanza sharti la kwanza ameniambia anataka aje nyumbani ninapokaa. Unajua inakuwa ni mtihani kidogo, kwa sababu yeye anapajua alipo, alafu hataki mtu yoyote ajue. Atakuwa na maana gani hapo? Lakini pia sharti la pili kaniambia nisimwambie mtu yoyote kwamba nimekutana naye, na akanisisitiza na akasema anakuja nyumbani. Sasa nataka nikushauri kitu hapo. Embu wewe mjaribu kumvuta taratibu aje mpaka hapo nyumbani. Yeye shida yake si kufika nyumbani. Mvute mpaka afika nyumbani. Akisha fika nyumbani, wewe muulize kitu chochote, hata kama anatumia kinywaji kilevi, wewe garamika, nunua, mpe atumie. Afu wewe mwendo tu taratibu mpaka akuambie ukweli mke wako yuko wapi. Inaweza ikasaidia. Utapata jibu kamili. Basi sawa. Mimi nafikiri talifanyia kazi. Maana usema ukweli mwenyewe nimechoka ile kutafuta kila saa unaulizea wapi ni mtu mzima yule. Basi sawa bwana, haina shida. Ila wanawake hao Bwana Mkalamba. Purchase your tracks today. Mdogo wangu. Abe kaka. Kulikoni mbona umeoa kutoka chuo kuliko siku zote? Nilikuwa najisikia vibaya. Unakula? Nitakula nini? Alafu kuna hela ya mboga unadaiwa pale kibandani. Ulilipa? Amekupa mboga hajakupa mboga? Amenipa ndio, lakini umelipa? Amesema hela yake silale. Sasa kama amekupa mboga, shida yako ni nini? Masuala ya kulipa niachie mimi. Sitaki kitu. Wewe ndio unachangia tunaishi maisha kama haya. Mimi nachangia, mimi ni malaika mtoa riziki. Wewe nani ambao hajui tabia zako hapa mtaani? Mdogo wangu, usisikilize maneno ya watu. Tugombanisha mdogo wangu. Haya maisha yetu sisi tunayajua sisi wenyewe, tusiwape watu nafasi ya kutujua sisi sana mdogo wangu. Usisikilize watu. Tumbaki wawili tu, mama na baba ameshafariki. Tumbaki sisi wawili. Tupendane, tuache kusikiza maneno ya watu wa pembeni. Wewe nani ambao hajui tabia zako hapa mtaani? Ndugu wangu, muongea maneno yananiuma. Yaani mimi naenda kuonga hela. Ningepata pesa kukusomesha kama ningeenda kuonga hela. Hela gani? Hizo unazopata unaonga watu huko. Laiti ungelijua jinsi ninavyopata pesa zangu kwa shida, usingesubutu kuongea maneno mdogo wangu. Imeniuma sana. Imeniuma sana mdogo wangu. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Mamangu. Mama shikamoo. Maraba vipi? Safi mama, mnaendeleaje? Mimi si jambo, sijui wewe. Mimi niko poa. Vipi uko nyumbani? Kwa hiyo siku hizi mimi nimeshakuwa mtani wako, si ndio? Hapana mamangu, kwani kuna tatizo? Ile siku nimekutana na wewe, nikakuuliza Mwajei hajambo, kaniambia hajambo. Anakusalimia. Nikakuuliza, mbona siku hizi haji kunisalimia?
ukaniambia atakuja mama, si ndio? Kumbe mwanangu ana muda hayuko nyumbani. Nilikwambia mambo mazuri yanapatikana hapa katika hoteli ya SJ Resort. Ndio kabisa. Umejioneaje? Yaani mazingira ya kwanza hadi nimefurahi sana mazingira ya hapa. Na nina enjoy kabisa. Ase bana wewe. Kwanza naomba nisikilize. Ndio kabisa. Ukishafika hapa kama nilivyokuahidi. Ndio. Utalala, utakula, utakunywa, restaurant, kila kitu. Umesahau simple yenyewe. Nimeogelea leo. Nilikwambia. Ase ni safi na salama. Na salama. Na ulinzi upo wa kutosha. Wa kutosha. Kama ulivyoniambia. Ulichokisahau sasa. Kwenye chakula. Naomba ukienda mikoani kawaambie ndio SJ Resort ndo habari ya Arusha. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitacha umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea. Yani sina msata, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima mpaka natia huruma. Hata nyumba sina,